Habari ya jioni. Habari mwalimu. Nzuri sana. Mambo vipi? Niko salama. Mimi nilisafiri wiki iliyopita na nikarudi. Ndiyo, nikarudi siku 2 zilizopita, siku 1 iliyopita kweli. Baada ya muda mrefu umerudi, yalifanyaje? Mazishi yalikuwa mazuri. Tulimzika bibi yangu vizuri. Kisha nikakaa na familia yangu kidogo na kuwa na wakati mwafaka. Kwa hiyo ilikuwa ni vijijini, sehemu ya magharibi mwa Kenya, kwa sababu babangu mzazi anatokea magharibi mwa Kenya, lakini mama yangu mzazi anatokea Tanzania. Kwa hiyo aliyefariki ni mama ya baba yangu. Ndiyo, na nilimpenda sana. Kwa hiyo tulimpumzisha kwa amani. Pole, apumzike kwa amani. Ndiyo, tulimpumzisha kwa amani, na kwa sasa nafikiri matendo yake yalikuwa mazuri na alipokelewa na Mungu Baba, Mungu Mwenyezi. Sasa familia yote ilikuwa pale? Ndiyo, familia yote. Babangu ana ndugu 6 wengine. Kwa hiyo walizaliwa wao watu 7. Lakini walikuwa 8, mmoja wao alifariki. Hivyo sasa hivi ni wazazi zangu na baba zangu. Kwa Kiswahili, baba yeyote, mtu wa kiume yeyote katika sehemu baba alipozaliwa utamuita baba, kama ni baba mdogo au baba mkubwa. Pia unaweza kumuita ami, na mwanamke aliyezaliwa katika familia ya baba yako utamuita shangazi. Vile vile watu ambao wanazaliwa katika familia ya mama, dada za mama ni mama zako, lakini kaka za mama ni wajomba wako. Kwa hiyo si kama Kiingereza, tofauti sana na Kiingereza. Yote yule ambaye anatoka sehemu ya mama, mjomba. Vile vile sehemu ya baba, kama ni mwanamke utamuita shangazi, kama ni mwanamume utamuita mjomba. Lakini sivyo katika Waswahili. Hivi yote aliyezaliwa katika familia ya mama yako ni mama, lakini ngapi? Kwa mfano kuna mama mkubwa na kuna mama mdogo. Yule ambaye alizaliwa mbele ya mama yako utamuita mama mkubwa. Yule alizaliwa nyuma ya mama yako utamuita mama mdogo. Unaelewa? Ndiyo. Kwa hiyo ni Kiswahili ama Kikwani unamuita baba au utamuita baba? Na upande wa mama yako, dada za mama yako, ndio dada za mama yako utawaita vipi? Dada kwa mama yangu. Ndio, dada ya mama yako utamuita nani? Je, utamuita mama? Ya mahali. Mahali gani? Inategemea nini? Kwa sisi ndio dada ya mama ndio tunasema unamuita vipi dada ya mama? Utamuita vipi? Utamuita vipi dada ya mama? Dada ya mama ni dada ya mama ni sister. Kweli? Utamuita dada? Wewe utamuita nani? Utamuita dada kweli? Ndio, dada ya mama yako. Je, utamuita shangazi au utamuita mama? Shangazi. Kwa Kiswahili utamuita mama. Kwa hiyo wakati mama anaondoka au anafariki,
wewe una mama wengine. Kwa hiyo baba dada wa mama yako ndio baba, dada ya mama yako ni mama yako. Wakati mama yako anaondoka na kwenda safari au anafariki, wale dada waliobaki, baba yako alifariki, ndio tunasema mama. Tunamuita mama. Hata yule dada ya mama mkubwa au dada ya mama mdogo, ina maana kuwa dada ya mama aliye mdogo, aliyezaliwa baada ya mama, utamuita mama, na yule alizaliwa kabla ya mama, bado utamuita mama. Kwa hiyo unawaita wote mama. Haya, vizuri sana. Kwa hiyo kwa sababu ya maombolezi na watu kukusanyika pamoja, leo nilifikiri ni vyema kujifunza kuhusu msamiati wa mazishi. Kwa hiyo nitakuonyesha kiwambo changu hivi sasa, kisha tutaanza kujifunza kuhusu msamiati wa mazishi. Tazama hapa, safari ya kutoa heshima za mwisho. Wakati mtu anafariki, tunamwambia anakwenda, tunaseme anafariki kulingana na matendo yake. Mungu anaweza kwenda wanasemaje, mbinguni, na anaweza atapokelewa na wanaitaje, malaika wengi watampokea kwa sababu alikuwa mtu mzuri. Lakini kulingana nami, mtu akiwa na matendo na kuchomeka kwa moto ya milele. Kwa hiyo sijui, inategemea na matendo yako binafsi. Inategemea matendo yako binafsi. Ndio, inategemea na matendo yako binafsi. Hivi ni vyema kutenda mema kila wakati. Haya, tazama hapa, kuna msamiati wa mazishi au safari ya kutoa heshima za mwisho wakati mtu anafariki. Marehemu. Kuna maneno hapa, ningependa sana usome na uniambie maneno ambayo unaelewa wewe mwenyewe. Sawa. Marehemu na nielewe. Unaelewa? Nini Arabi? Ndio, safi. Basi tuko vizuri. Kisha jeneza nilifahamu. Huzuni, msiba, kuomboleza ni kwa mfano, watu wengi walitutakia rambirambi na walituma rambirambi zao au salamu za rambirambi kwa sababu ya kufa kwa bibi yangu au nyanya yangu. Kwa hiyo mtu anapotuma salamu za rambirambi, kwa Kiingereza tunasema condolences. Ndio. Umetuma condolence. Ndio unatuma rambirambi. Kwa hiyo pokea salamu zangu za rambirambi, wanasema pole sana. Pole sana. Ndio kwa kuondokewa na bibi au nyanya. Inasikitisha sana, lakini Mungu awe nanyi. Kwa hiyo unatoa faraja, yaani unataka kuwafariji, unawafariji watu ambao wamefiwa. Kwa hiyo mtu ambaye anaondokewa na kwa mfano jamaa yake, unaweza kutuma rambirambi. Okay. Kufukia, unaelewa neno kufukia? Weka kitu pale na unafunika mchanga, tunasema unafukia. Je, unakumbuka wakati kulikuwa na janga la corona? Moto inasaidia mtu kumfungua na kukifunika kabisa. Okay. It's like burying something in something. Kwa mfano, unapochimba Okay, sawa. Makaburi nifahamu. Maombolezaji ni maombolezaji ni nini? Waombolezaji ni watu ambao wanalia sana katika mazishi. Wanalia sana. Ndio.
hao watu wamekuja kutoa rambirambi. Ndio, rambi. ndio wamekuja kutoa rambirambi. Wengine wanalia, ninamkumbuka sana huyu bibi. Ibada ya msishi nifahamu. Ndio. Puri fahamu. Peponi sielewi. Sehemu ya mapepo. Wakati binadamu anakufa au anafariki, anakwenda peponi. Peponi. Ndio, pepo is a spirit. Okay. Peponi is a place of the spirit. Kwa hiyo wanasema safiri salama, pumzika kwa amani, ama wanazungumzia kuhusu uende kwa amani sehemu ya peponi. Kwa mfano, mtu ambaye anatoa rambirambi. Haya, kwa hiyo kuna misemo ya kawaida. Kuna misemo ya faraja. Mungu awape faraja. Kwa hiyo maneno haya unaweza kutoa kama rambirambi na kusema kwa familia iliyoathirika au iliyofiwa. Unamwambia pumzika kwa amani, yani poleni sana, pole kwa msiba. Aliyefariki kwa mfano unataja jina, Skola, pumzika kwa amani. Mungu awape faraja kwa familia. Sasa mimi ningependa sana tucheze mchezo wa machaguo. Na mchezo huu wa leo ni mchezo tofauti sana. Kwa hiyo tuseme wewe una rafiki. Jina la rafiki yako anaitwa Bibo. Bibo amefiwa na babu yake na unataka kwenda kumfariji na kuhudhuria mazishi. Kwa hiyo tumeshatazama maneno haya kwa kina. Haya, kwa sababu ni mchezo wa machaguo, ningependa tuangalie. Kwa hiyo rafiki yako Bibo amefiwa na babu yake na unataka kwenda kumfariji na kuhudhuria mazishi. Sehemu ya kwanza kuna kupokea habari. Wewe unapopokea habari kuhusu msiba utasema nini? Kwa hiyo kuna machaguo hapa A, B, C na D. Machaguo yako hapa yatakuwa vipi? Okay, karibu. Pole kwa msiba. Ndiyo, pole kwa msiba na si hongera sana wala habari za kazi. Ai jamani, karibu nyumbani, hapana. Ni msiba. Hakuna hongera. Au unaweza kusema pole nyumbani kwa Bibo. Kumbuka Bibo ni rafiki yako na unaona waombolezaji wengi. Unapaswa kufanya nini? Kwanza kucheka na mrafiki, kusalimia na kukaa kimya kwa heshima, kupiga simu ya sauti, kuondoka mara moja. Nibe, ndio, kusalimia na kukaa kimya kwa heshima. Kimya kwa heshima. Ndiyo, ni vizuri sana kukaa kimya kwa heshima kuliko kuanza kucheka na marafiki. Hivi watu wanaomboleza, wanatafakari fikra nyingi kuhusu aliyeondoka. Kwa hiyo kuhusu mfu. Wakati binadamu anafariki, anakuwa mfu. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo vinatokea. Kuna mfu na kuna kwa hiyo anaweza kuwa pia maiti. Maiti is a dead body. Kuna tofauti katika maiti na ngeli ya awa kuwa binadamu. Lakini wakati tunazungumzia maiti ni mwili tu, hakuna heshima hapo. Kwa hiyo wanasema maiti hizi, maiti hizi. Unaelewa? Kwa hiyo hawatoi heshima kabisa. Lakini wakati tunazungumzia mfu au wafu, tunasema kuna kusalimia na kukaa kimya kwa heshima. Sehemu ya 3. Haya, kumbuka rafiki yako Bibo amefiwa na unataka kwenda kumfariji. Wakati wa kuaga marehemu, watu wanaenda kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu. Wewe utafanya nini kwanza? Au utasema nini kwanza? Okay, wakati wa
Okay. Kutoa heshima za mwisho. Kutoa heshima za mwisho, sehemu ya 3. Kuaga watu wameenda kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Utasema nini? Pumzika kwa amani. Hongera, karibu tena, tutaonana kesho. Pumzika kwa amani. Ndiyo kabisa, tunasema pumzika kwa amani au pumzika mahali pema peponi. Huwezi kusema hongera. Kabisa, unaelewa neno hongera? Kabisa. Karibu tena jamani. Kwa nini anakaribia? Tutaonana kesho jamani, hapana. Haya, kwa hiyo kwa sababu rafiki yetu Bibo amefiwa na babu yake, na katika sehemu ya 4 wakati wa kuzika. Kuzika, unaelewa neno kuzika? Kuzika? Ndiyo. Kuzika, wakati wa kuzika. Kuzika. Ndio, kuzika ni kufukia mwili mchangani. Wakati unafukia